Moja ya mijadala mikubwa ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii sasa, hata kwenye status za WhatsApp, Facebook, Instagram, ni watu wanaambiana sasa tuanze kucheza mchezo wa maji. Niletee jaba moja leo, mimi nitakuletea jaba moja kesho. Na hii mijadala imezuka baada ya kuwepo kwa uhaba wa maji hasa katika mkoa wa Dar es Salaam. Siku hii ya leo, waziri wa maji akiwa yupo na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge, pamoja mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima wametembelea bwawa la Kidunda. Bwawa hili linatazamiwa kuzalisha maji zaidi ya lita bilioni 100 ambazo zitawahudumia wakazi wa mkoa wa Morogoro, Pwani pamoja na Dar es Salaam. Kwa kifupi, kama likikamilika kwa asilimia 100, basi hadha kubwa na kero ya maji itakuwa imemalizika. Hapa ni Waziri Juma Aweso anajibu maswali ya baadhi ya waandishi pamoja na wahariri ambao walifika hapa kujionea. Ujenzi huu wa bwawa la Kidunda ni uthubutu. Ujenzi huu wa bwawa la Kidunda ni political willing, ni utashi wa kisiasa. Ni maamuzi magumu ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuondokana na ukame huu ambao umeweza kuitikisa wizara yetu ya maji. Na si ujenzi tu wa bwawa hili la Kidunda, anajenga bwawa lingine, bwawa la Falco katika jiji la Dodoma, ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na ndio maana imeenda sambamba na upeaji wa vifaa kwa ajili ya uchimbaji wa visima katika kila mkoa, lakini pia kutupa magari ya uchimbaji wa mabwawa madogo madogo na mabwawa ya kati, ili kuhakikisha tunakabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Leo tumepata wasaa wa kuja katika ujenzi huu wa bwawa la Kidunda na waheshimiwa wakuu wa mikoa na viongozi wote kuja kujionea nini maana yake. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya kweli ya matatizo ya Watanzania. Tumekuja tumeona hali ya ujenzi wa bwawa la Kidunda linaenda vizuri. Mradi upo 40%, wakandarasi wako site. Zile kazi ngumu ambazo zinatakiwa zijengwe za kihandisi kwa maana civil structure, zimeona kazi kubwa imefanyika. Na maana kazi sasa hivi zilizobakia ni ufungaji wa mageti. Tunaamini katika kipindi cha mwezi wa 10 mpaka 12 mwakani 2026 hii kazi tunakuwa tumeikamilisha. Nini maana yake? Tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni 190. Mahitaji ya maji katika jiji tu la Dar es Salaam imezungumza ni lita milioni 572. Sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 534. Nini maana yake? Uwekezaji mkubwa umefanyika kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji jiji la Dar es Salaam na Pwani. Pwani pamoja na Dar es Salaam mahitaji yao yote ni lita milioni 700. Kwa hiyo kwa uwepo wa bwawa hili la Kidunda, hata kama itatokea ukame zaidi ya miaka 2 tutaweza kukabiliana nao. Kwa hiyo hizi ni jitihada za dhati. Niwaombe viongozi wenzangu kuhakikisha kwamba hii ndoto na utekelezaji ambao unaofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tuufanye kwa pamoja. Tusimamie na mkandarasi afanye kazi usiku, fanye kazi mchana, ili kuhakikisha hili bwawa linakamilika. Ujenzi wa bwawa ni jambo moja na kukamilika kwake. Tuna kazi ya pili, kuhakikisha hili bwawa linajaa, ili kuhakikisha lita bilioni 190 tunazikuta. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Pwani na Dar es Salaam, mna experience ya haya mambo. Lipewa kazi ya ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Bwawa limekamilika na maji yamejaa hata kabla ya muda. Mimi niwapongeze sana na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tuna experience nzuri ya ujenzi wa mabwawa makubwa ya namna hii, na imani hii kazi tunaiweza na wala haitotushinda. Swala la ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sote. Ni sawa na gari lilonasa kwenye matope, ili liende, kila mmoja ana wajibu na nafasi ya kuhakikisha anasukuma kwa nafasi yake. Wizara ya Maji tutaendelea kuwa kihelehele kuhakikisha kwamba swala la maji na ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji linakuwa ni kipaumbele chetu. Tunao wenzetu wa bonde, wasifanye kazi piki yao. Tunafanya kazi na sekta mtambuka na taasisi mbalimbali. Wapo TFS, wapo watu wa mazingira, wapo watu wa kilimo, wapo watu wa wafugaji kwa maana ya Wizara ya Mifugo, na wizara zingine zote kwa maana ya Wizara ya Kilimo na wizara zingine mtambuka.
Imani yetu na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya kazi kwa umoja na mshikamano. Ndugu zangu, nataka niendelee kusema nimepata wasaa kufanya kazi katika Wizara ya Maji, naenda mwaka wa 9. Nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Rasilimali za maji tulizokuwa nazo juu ya ardhi na chini ya ardhi ni zaidi ya mita za ujazo bilioni 126. Bilioni 105 maji yaliyokuwa juu ya ardhi na bilioni 21 ni maji yaliyokuwa chini ya ardhi. Lakini ukweli ni kwamba ukiangalia kihistoria, miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wanacheza katika mito, wanaogelea wakiwa wadogo, walikuwa na chemchem mbalimbali, leo hazipo. Baadhi ya visima vilikuwa kikizalisha maji mengi, leo uzalishaji unapungua. Nini maana yake? Mabadiliko ya nchi yapo kweli jamani. Climate change is real. Kwa hiyo haya yawe mafunzo. Niombe sana tuendelee kulinda, tuendelee kutunza vyanzo vyetu vya maji ili viwe na manufaa kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mpaka hatua hii iliyopofika, tumetoa fedha zaidi ya bilioni 100 zimetoka kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ukiangalia vipaumbele katika wizara yetu ya maji, tulikuwa na miradi mikubwa. Moja, mradi wa Same Mwanga. Nguvu zote zilikuwepo kule. Leo mradi wa Same Mwanga umekamilika. Katibu mkuu yupo. Nguvu ambazo tuliziwekeza sasa eneo la Same Mwanga zote tutaziwekeza hapa ili kazi iweze kukamilika, na ndio maelekezo na ndio kipaumbele cha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunayo miradi mingi, lakini huu ni mradi wa kipaumbele. Tutaweka nguvu zetu na nguvu za Mheshimiwa Rais, na ndio maelekezo yake kuhakikisha huu mradi unakamilika kwa wakati. Usipokamilika kwa wakati, ipo athari zake hasa juu ya ujenzi wa mabwawa. Bwawa lolote katika utekelezaji wake ama ujenzi wake linakuwa na muda maalum. Usipokamilishwa kwa muda ule, manake zinaweza zikaja kuwa mvua nyingi, ili bwawa likafanyaje, likaondoka na tukapata kazi nyingine ya kuja kufanya. Kwa nikuombe sana Katibu Mkuu, na experience nzuri, umefanya kazi nzuri. Nguvu zote ambazo tunatakiwa kuziwekeza, tuziwekeze katika bwawa hili la Kidunda liweze kukamilika ili tusiondokane na hizi changamoto tumezokutana nazo.